Bwana mambo vipi? Leo tuna review Oktoba 22 episode ya 5. Najua kuna kipande Chado katupiga. Cha kufanya kabla tujaendelea, like video, comment video, subscribe video, share video. Ona katupiga. Kwa sababu kipande fulani tukiangalia hakipo sawa. Kama Sembutoni Studio si kazi yetu kudadavua kwa kureview. Umeona tunapitia. Sasa kufanya kuna kipande kama tumekiangalia kwenye yule mamake nani? Mamake Mamkali alipopiga chupa pale. Alipopiga chupa na yule mdada. Ili anaonekana yule mdada yupo hatua nyingi, yani wapo mbali sana. Umeona? Kwenye kupeleka chupa. Sasa inaonekana yule na yule mama walikuwa hapo mbali. Akiangalia yule mdada hajapiga hatua mbele, tuseme msegelee, kasawa pale pale kanyosha mkono anataka kumpiga chupa. Umeona? Ila sasa chupa imempata, ila imempataje? Angali yule mtu alikuwa mbali na yeye. Mkono unaweza kufika umbali huo. Umbali ule. Sasa ile chupa useme haijavunjika, sasa chupa ngumu imempasua. Umeona? Sasa mbona mtu alikuwa uko mbali kampijaje chupa? Wewe angalia tu. Umeona? Kampijaje chupa? Akaona kama katupiga fulani. Na kama angemsigilia karibu angembangulia. Sasa mtu anaonekana upo mbali kabisa. Usiangalie, ukiangalia haraka haraka unaona kama hapo sawa. Wewe angalia kwa makini zaidi. Irudie. Utaona kabisa mwenyewe yani. Mwanangu yule mdada alikuwa hapo mbali na yule mama. Chupa hizo kufika kwa ile hali ya mkono haiwezi kufika. Umeona? Haiwezi kufika. Umeona? Katupiga. Umeona? Katupiga hapa. Bibi yake ngwengwe hapa na huyo mdada kwa kweli kwa yale walisia hajapiga chupa. Hata inapigaje chupa mtu huyu na mwanamke na mama bibi yake ngwengwe. Bibi yake ngwengwe alikuwa mbali, yupo mbali naye. Akaangalia hata yule mwanamke hajapiga hatua mbele, hatua moja mbele, tuseme msagelee. Ana mkono mrefu, mkono unafika mita ngapi? Mita 5 mkono ama vipi? Maana katupiga. Haiwezekani mtu upo mbali kabisa anaonekana kapiga chupa. Alafu na kipande kingine cha huyu nani Mamkali, mamake Ngwengwe, huyu mamake Ngwengwe. Cha bibi yake Ngwengwe tushamaliza kwenye bibi yake Ngwengwe. Tunaingia kwenye makosa mengine. Sababu kuna makosa mawili. Hili ndio kosa la pili. Umeona? Kwa sababu mamake Ngwengwe, kumbuka mwanzo kabisa wanapokuja kwenye nyumba kwa mamake bibi yake Ngwengwe. Mamake Ngwengwe anajiita Mamkali, alikuwa kaleo, si ndio? Alikuwa na yumba, kutembea mwenyewe alikuwa hawezi vizuri. Mwenzake alikuwa anampa support. Umeona? Anampa mwenzake support. Sasa baadaye kwenye harakati zile mamake Ngwengwe alipopigwa chupa, kiangalia nje, yeye hakuna kumbuka alivyokuja alikuwa akashikwa na shoga yake kutembea vizuri, alikuwa atakaanguka na yumba kwa sababu kaleo. Ila baadaye za mama yake alipopigwa chupa, yule mdada anakuwa anaanza kutembea. Anatembea maki kamshika mama yake. Yeye kwanza kashikwa yeye asianguke, sasa kamshika mama yake. Umeona? Tuseme pombe zimetoka ama vipi yani? Sio kweli, hamna uhalisia. Akisema ndo usile pombe zinarukaga zinatoka, ila mtu anakuwa huo ni uongo. Pombe zizo kutoka. Mtu kwa mstuko tu pombe zikawate kwenye ubongo, hiyo never. Hiyo hapo si naongopeana, mimi sikubaliana nayo. Mtu kwa sababu mstuko pombe zitoke. Maana watu wengi wanapenda kusema jamaa, yani mbona kitu cha tayari pombe zimeniruka. Huo uongo.
kama hapa Makongongo alikuwa anapokuja alikuwa anayumba yumba, mwenzake anamsaidia, ila baadaye mamake alipokuja chupa yeye sasa kakatoka wa mzima. Kama hajalewa, kama anamsaidia mama yake, anampeleka kwenye bajaji. Kivipi? Unaona? Mwanzo mtu ni studio. Umeona wenyewe? Kwa sababu mara kwanza alikuwa anayumba, ana nguvu. Kwa sababu kalewa sana. Baadaye alipokuja mamake chupa, akamsaidia mamake, anampeleka kwenye bajaji. Umeona? Umeona? Haitakaa sawa. Hiyo msemo siji mtu akinywa pombe akipata siji nini mshtuko pombe zinatoka, huo uongo. Hata wanasayansi wenyewe hawajahakikisha na hilo. Hakuna utafiti kamili unaosema mtu ukipata mshtuko pombe uliokunywa inatoka na kata, huo uongo. Uongo peana. Umeona? Na hapa wametupiga. Anaonekana mzima wa afya, kama hajapata matatizo yoyote, kama hajalewa yani. Umeona? Kama hajalewa. Umeona? Anaenda kuyumba ayumbe. Angali mara kwanza anapokuja kwenye ile nyumba ilikuwa taabani, hajielewi. Hata ongeaji wake wenyewe alikuwa anaongea ongeaji wa pombe. Ila tabalewa haipo sawa kwa kweli, hamna mvuto. Hamna mvuto, sema kwa baya, ila mimi naongea kwa upande wangu mimi. Ndio naona kama haipo sawa, ila sijajua kwa upande wenu. Ila mimi kwa upande wangu mimi naona haijakaa sawa. Hamna ndoano, hamna mvuto wa filamu. Filamu ni mvuto, si ndio? Ila simwe kama kwa baya, mimi naongea tu kama siku nyingine nasurudia tena makosa. Makamda mwingine mtu wa mambo mengi wanaoshoot, umeona? Wanakuwa wazingatia, unaelewa? Ila sababu akiangalia video anaona kuna makosa fulani, ila ndio inakuwa haina jinsi kwa sababu ashashoot. Wanabidi tu mtu wa edit ngoma ipostiwe. Umeona? Haina jinsi. Bora mwingine mtu anajisahau tu ana shoot. Ndio maana kusema makosa madogo madogo. Umeona anakuja kama hivi. Sio kama movie za mbele. Hata movie za bongo yani siku ngapi ishatoka, ila movie za kwa wenzetu inakata movie miaka miwili haijatoka. Kawaida. Akitoa kitu anatoa kitu lili kweli. Kinahakikishiwa mara hata mara 200. Ila si bongo tunafanya ndio hivyo kwa sababu bado tamthilia zetu bado hazijakuwa kwenye mambo ya filamu, ila ndio hivyo kwa sababu ukiangalia miaka zamani na miaka sasa hivi ni tofauti. Ile ukishaanza kupiga hatua. Kwa zamani watu walikuwa angalia mambo ya YouTube, watu wafuatilie, si ndio? Watu walikuwa wanaenda kubana movie library. Umeona unabana movie library? Ndio hivyo. Ila sasa asilimia kubwa watu asilimia kubwa wanabana movie wachache wanaotumia YouTube ni watu wengi. Tunakuwa kitamthilia mzee siku tutakuwa tutakomaa zaidi kwenye filamu. Tutakuwa tupo bora. Mbona tutafika mbali hivyo yani. Chado respect sana. Movie Oktoba ni mzuri sana. Bado ni episode chache, ndio kwanza una episode 5, ila movie inakuwa na mvuto, movie inaeleweka. Safi sana. Chado Master. Hivyo yani. Bye bye.